Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran inasema kwamba Pakistan ni moja kati ya mataifa ambayo yaliunga mkono Tehran katika vita vya siku 12 kati ya Iran dhidi ya Israel. Mkuu wa majeshi ya Iran ameipongeza Pakistan kwa kuunga mkono dhidi vita vya kichokozi vya utawala wa Kizayuni. Katika mazungumzo ya simu na mkuu wa wafanyakazi wa jeshi la Pakistan Marshal Asim Munir mnamo siku ya Jumapili, Meja Jenerali Abdurrahim Mousavi alisifu misimamo ya kijasiri ya serikali ya taifa la Pakistan kwa Iran dhidi ya vita vya kikatili na vya kigaidi vilivyoendeshwa na utawala wa Israel na Marekani. Kamanda wa ngazi ya juu wa Iran amelaani uungaji mkono usioyumba wa Marekani kwa utawala wa Israel katika vita dhidi ya Iran, akisema Marekani pia ilitumia uwezo wake kuulinda utawala wa Israel dhidi ya mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran na ndege zisizokuwa na rubani. Anasema idadi ya nchi zingine za magharibi pia zilitoa msaada wa maneno na vitendo vya adui Israel. Licha ya madhara ambayo Iran ilipata na kupoteza makamanda wakuu wa Iran mwanzoni mwa vita, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilivuruga mipango ya adui na kuilazimisha kudai kusitishwa kwa mapigano, Meja Jenerali Mousavi alidai. Amesema kwamba moja kati ya taifa katika mataifa jirani ambayo yaliunga mkono Iran ni pamoja na Pakistan, ambayo ilieleza wazi kwamba itahakikisha inaunga mkono Iran, lakini pia ikitoa msaada ambao si wa moja kwa moja. Wakati wa utawala wa Israel ukiendesha vita vya kichokozi takribani tarehe 13 Juni na kuyashambulia maeneo ya kijeshi, ya nyuklia na ya makazi ya nchini Iran kwa muda wa siku 12, Marekani iliingilia kati na kufanya mashambulizi ya kijeshi katika maeneo matatu ya nyuklia huko Natanz, Fordo na Isfahan huko Iran mnamo Juni 22. Vikosi vya jeshi la Iran vilifanya mashambulizi makali mara baada ya uvamizi huo. Kikosi cha wananga cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran kilifanya mawimbi 22 ya makombora ya kulipiza kisasi dhidi ya utawala wa Israel, ikiwa ni operesheni ya Ahadi ya Kweli nambari 3 ambayo ilisababishia hasara kubwa miji katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu. Moja kati ya kazi kubwa iliyofanywa na Pakistani pamoja na propaganda dhidi ya Israel na Marekani katika vita hivyo. Pakistan iliahidi kwamba ikiwa Israel itatumia makombora ya nyuklia kuishambulia Iran, basi Pakistan itakuwa wazi na itashiriki moja kwa moja katika vita hivyo, ikitumia makombora yake ya nyuklia kuyarusha moja kwa moja hadi katika taifa hilo la Kiyahudi. Lakini pia ilisema kwamba lao vita hivyo vingeendelea zaidi, ni wazi Pakistan ingeingilia kati katika mapambano hayo na kuhakikisha inapambana na Israel. Ikumbukwe pia Pakistan ina uhasama mkubwa na Israel, na hivyo katika vita hivi iliamua kuingia moja kwa moja katika mapambano. Vikosi vya jeshi la Iran vilifanya mashambulizi makali katika maeneo mbalimbali huko nchini Israel kwa kutumia vikosi vyao vya anga vya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, ikifanya mawimbi ikirusha makombora kadhaa katika maeneo mbalimbali ikiwa ni pamoja na Tel Aviv na maeneo mengine nchini humo. Kadhalika, katika kukabiliana na mashambulizi ya Marekani, vikosi vya jeshi la Iran vilirusha wimbi la makombora katika kituo cha anga cha Al Udeid kilichopo nchini Qatar, kambi kubwa zaidi ya kijeshi ya Marekani huko Asia Magharibi. Usitishaji wa mapigano ulianza kutekelezwa mnamo Juni 24 na ulikomesha mapigano kati ya Israel pamoja na Iran. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na nikusitu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kujua mengi yanayojiri katika ulimwengu.